ambapo kansela mpya wa Ujerumani Friedrich Merz aliingia madarakani hapo jana anaelekea Ufaransa na kisha Poland katika ziara inayolenga kukuza ushirikiano na mataifa hayo. Lakini wakati hayo yakijiri, Urusi imesema kuwa hakuna sababu za msingi za kuboresha uhusiano wake na Ujerumani chini ya kansela huyo mpya. Mengi zaidi ni katika taarifa yake Angela Mdungu. Kansela Friedrich Merz leo Jumatano anafanya ziara yake ya kwanza Ufaransa na baadaye ataelekea Poland, kuashiria kuwa Ujerumani imerejea katika ulingo wa kimataifa licha ya mwanzo mgumu wa serikali yake. Ziara hiyo ambayo tayari ilishapangwa inafanyika siku moja baada ya kiongozi huyo mpya kuchaguliwa na bunge kushika wadhifa huo katika duru ya pili ya kura. Ameshika wadhifa huo wakati Ulaya ikipambana kukubaliana kuhusu hakikisho la kiusalama kwa Ukraine ambalo ni sehemu ya makubaliano yoyote ya kusitisha vita na Urusi. Inapambana pia kupata makubaliano na Marekani baada ya Rais Donald Trump kutangaza kiwango kikubwa cha ushuru. Jijini Paris, Merz atazungumza na Rais Emmanuel Macron aliyekuwa kiongozi wa kwanza kumpongeza baada ya kushika wadhifa wa ukansela. Itakumbukwa kuwa wakati wa kampeni mwezi Januari, kansela huyo mpya wa Ujerumani ambaye pia ni kiongozi wa chama cha Christian Democratic Union CDU aliahidi kuwa angefanya juhudi za kurekebisha mahusiano na majirani muhimu ambao ni Ufaransa na Poland. Ziara yake ya baadaye leo nchini Poland inaakisi namna Warsaw inavyozidi kuwa muhimu kwenye siasa za Ulaya kutokana na jukumu kubwa iliyonayo katika kuiunga mkono Ukraine dhidi ya uvamizi wa Urusi. Kulingana na chanzo cha kuaminika, suala muhimu katika mazungumzo ya Merz na waziri mkuu wa Poland Donald Tusk litakuwa namna serikali yake ilivyojipanga kuongeza bajeti ya ulinzi. Wakati Friedrich Merz anafanya ziara kwenye nchi hizo mbili siku moja baada ya kuapishwa kwake, Urusi imesema haina sababu za msingi za kuboresha ushirikiano na Ujerumani chini ya kansela mpya Friedrich Merz. Katika taarifa ya serikali iliyotolewa mapema leo, msemaji wa serikali ya Urusi Maria Zakharova amesema pia kuwa mipango yoyote ya Ujerumani ya kuipatia Kiev makombora ya masafa marefu aina ya Taurus hayawezi kuiokoa Ukraine. Kwa upande wake, rais wa China Xi Jinping amempongeza Merz kwa kuchaguliwa kuwa kansela wa Ujerumani, akisema nchi hizo mbili zinapaswa kuboresha ushirikiano wao na utandawazi wa kiuchumi. Miongoni mwa pongezi nyingine kwa Merz ni kutoka kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na serikali ya Marekani. Hali 133 kutoka sehemu mbalimbali duniani wamejumuika katika mji wa Vatican kushiriki katika zoezi muhimu na la kihistoria la kumchagua papa atakayemrithi hayati Papa Francis aliyeongoza kanisa Katoliki kwa miaka 12. Mjumuiko huu maarufu kama conclave umeanza shughuli hiyo katika kanisa dogo la Sistine, ambapo makardinali watabaki hadi pale papa mpya atakapochaguliwa. Emmanuel Bega na mengi zaidi. Mkutano huu maalum ni wa kihistoria kwa waumini zaidi ya bilioni 1.4 wa kanisa Katoliki duniani. Makardinali hao wote wakiwa na umri wa chini ya miaka 80 wanatoka mabara matano na wanakabiliwa na jukumu gumu la kumchagua kiongozi wa kiroho atakayeweza kukabiliana na changamoto nyingi za kisasa za kanisa. Changamoto hizo ni pamoja na migawanyiko ya ndani, kupungua kwa waumini katika nchi za magharibi na urithi wa kashfa za unyanyasaji wa kingono. Kabla ya kuanza rasmi kwa mchakato wa upigaji kura, makardinali hushiriki ibada ya mwisho ya hadharani katika kanisa la Mtakatifu Petro inayoongozwa na Giovanni Battista Re, mkuu wa baraza la makardinali. Ibada hiyo ndiyo tukio la mwisho la hadharani kabla ya makardinali kuingia kwenye kikao cha faragha. Kanisa la Sistine lililopambwa na michoro ya Michelangelo ndilo litakuwa ukumbi wa siri wa mchakato huo. Mara baada ya kuingia, makardinali huapa kutunza siri na hujiandaa kupiga kura. Kardinali wa Italia Pietro Parolin, ambaye ni miongoni mwa wanaotajwa kuweza kuchaguliwa, atamwomba Roho Mtakatifu kuongoza katika maamuzi yao. Conclave hii ambayo ni kubwa zaidi kuwahi kufanyika inahitaji theluthi mbili ya kura, yani angalau kura 89 ili kumchagua papa mpya. Makardinali wamekuwa wakijadiliana kwa siku kadhaa kuhusu sifa zinazohitajika kwa kiongozi mpya pamoja na changamoto muhimu zinazolikabili kanisa kwa sasa, kama vile usimamizi wa fedha, nafasi ya wanawake na uhaba wa mapadre. Miongoni mwa majina yanayotajwa kuwa na uwezekano wa kuchaguliwa ni pamoja na Pier Battista Pizzaballa kutoka Italia, Peter Eldo kutoka Hungary na Malcolm Reinth kutoka Sri Lanka.
Uchaguzi huo unaweza kudumisha au kubadili mwelekeo wa uongozi wa Papa Francis aliyejulikana kwa mageuzi na kusisitiza upendo kwa wanyonge. Maximo Yusinovic ni mkuu wa mawasiliano wa Baraza la Maaskofu wa Argentina na anaelezea maoni yake kuhusu sifa za papa ajaye. La iglesia no busca una fotocopia de Francisco. Kanisa halitafuti mfano wa Papa Francis wala mrithi wake, lakini mrithi wa Petro Mtakatifu. Kwa ajili hii sote tunatumai kwamba baadhi ya mambo ya Papa Francis yataendelezwa. Nadhani watu wanahisi hivyo kama ilivyoshuhudiwa kwenye matukio ya Argentina wakati wa mazishi yake. Tunataka kanisa linalomhusisha kila mtu, linalomjali maskini na linalohubiri imani yetu. La iglesia pobre, la iglesia misionera. Mchakato wa uchaguzi unaanza kwa maandamano ya kidini kutoka nyumba ya wageni ya Santa Marta hadi kwenye kanisa la Pauline ndani ya jumba la kitume. Baada ya maombi, makardinali huingia kanisa la Sistine. Kura ya kwanza kawaida hupigwa siku hiyo hiyo jioni, na moshi mweusi huonekana ikiwa kuna waamuzi, mweupe ikiwa papa amechaguliwa, huashiria matokeo kwa waumini waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Naam, tusubiri sasa mambo ya moshi mweupe hapo baadaye pengine. Klabu ya soka ya Italia ya Inter Milan imesalia na ushindi mmoja kufikia kile kinachoelezwa kuwa ni ukombozi wa ligi ya mabingwa Ulaya Champions baada ya ushindi wa kusimua jana Jumanne dhidi ya miamba ya Uhispania Barcelona ambao uliwawezesha kutinga fainali ya pili katika misimu mitatu. Kikosi cha Simone Inzaghi kilikuwa katika hali tete katika wiki za hivi karibuni baada ya juhudi zao za kushinda mataji matatu kugonga mwamba na dau lao kwenda mrama kwa kupoteza uongozi wa ligi kuu ya Italia Serie A kwa Napoli na kutupwa nje ya kombe la Italia na mahasimu wao wa mtaani AC Milan. Studioni ni kuna Josephat Charo. Vipi bwana? Safi kabisa, mambo yako vizuri. Inter Milan ni timu ambayo mwanzoni wakati michuano hii inaanza haikuwa inatajwa sana kama ingefika katika hatua hii. Hii inatoa mwelekeo gani kuelekea mchezo wa finali? Nadhani wanaonyesha kwamba wanataka kulishinda kombe la mabingwa Ulaya Champions msimu huu na wanaweza. Wamedhihirisha kwamba jina lao lile la utani Pazza Inter kwa maana kwamba Mad Inter. Yani ni klabu ya machizi, ni klabu ya wenda wazimu. Wale wanacheza piga ni kupige mpaka dakika ya mwisho. Na ukidhani kwamba umewashinda Inter, subiri mpaka iishi mpaka iishi. Na ndicho kilichotokea jana. Na wakati Rafinha amefunga goli la 3, mimi binafsi niliamini kwamba pengine mechi ingeishia pale. Lakini dakika za jioni kabisa Inter wakarejea mchezoni. Wanaweza kutawazwa wafalme wa soka Ulaya kwa mara ya 4? Uwezekano upo, lakini tusubiri kwanza tuone watapambana na nani. PSG ama Arsenal. Kwa sababu timu hizi mbili ambazo zinateremka dimbani leo nazo sio timu za kubeza. Sio mchezo. Na hasa Paris Saint-Germain ambao wanaonyesha nguvu kubwa sana na wameonyesha mchezo mzuri sana msimu huu. Nadhani hapo tusubiri kwanza tuone Inter watacheza na PSG ama watakwenda kucheza na Arsenal. Lakini fursa wanayo kabisa Inter ya kwamba wanaweza wakatawazwa wafalme. Kwa waliopata nafasi ya kutazama huo mchezo wa jana kati ya Inter na Barcelona, bila shaka watampongeza goalkeeper wa Inter Milan Jan Sommer katika mchezo wa jana. Mchango wake unaweza kuelezea vipi? Zoma huyu wanatakiwa wamnunulie sijui ni nini manake yule kwa uzoefu aliokuwa nao na jinsi alivyokuwa akicheza hata katika Bundesliga hapa Borussia Mönchengladbach na pia klabu ya Bayern Munich. Jan Sommer ameokoa mabao ya wazi kabisa, hasa kutoka kwa kijana Lamine Yamal. Kiasi mara 2 mara 3 amevurumisha makombora makali kabisa ambayo kwa kawaida kama ni kipa mwingine ile mipira ilikuwa inaingia moja kwa moja. Lakini Sommer alipangua na kupangua na alikuwa na kazi pale, hakukuwa na nafasi kabisa kwa yeye kuuza magazeti. Ilikuwa ni kazi kubwa kwa sababu ukizingatia pia umri wake na miaka 37. Na kwa sababu sasa hivi anakwenda kusimama mchumani finali. Tunasubiri tuone kama itakuwa ni Donnarumma wa PSG ambaye naye atakuwa upande wa pili wa mchuma kama atacheza na PSG, ama kama itakuwa ni David Raya kama itakuwa ni Arsenal upande wa pili wa mchuma. Na finali itakuwa sasa ni pambano kati ya Jan Sommer na
na hawa makipa hawa wengine PSG ama Raya wa Arsenal. Mtu anaweza kana jiuliza, kwa mfano Barcelona waliponzwa wapi? Manake watu walifikiri pengine ndio ingekuwa ni timu ambayo inategemewa kwenda finali. Ulinzi, na hiki ndicho alichokisema Bruce jana katika mjadala tuliokuwa nao kwamba Barcelona safu yao ya ulinzi ilikuwa kidogo na hali ambayo ni ya kutetemeka, mashaka. Na tumeona jinsi ambavyo hii hali ndio imewaponza. Kwa hiyo ushindi ambao umeupata Inter umetegemea sana kuyumba kwa safu ya ulinzi ya Barcelona, na inabidi dirisha litakapofunguliwa la uhamisho Barcelona waingie sokoni watafute beki, na anatajwa Jonathan Tah wa Bayer Leverkusen ambaye huenda akachukuliwa, na Tah pia vile vile anatakikana na Bayern Munich. Kwa hiyo waamue kitita kikubwa kiko wapi. Joseph, nakushukuru sana, tutarejea bila shaka muda mrefu.